waandishi wa habari, tuko hapa kwa niaba ya CORI, mmoja wa kupata taarifa na tuko hapa kimsingi kwa ajili ya kutathmini mwenendo wa uhuru wa vyombo vya habari. Sote tunajua kwamba siku chache zijazo na hususan tarehe 3 Mei huwa ni maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari. Umoja wa Haki ya Kupata Taarifa tumeona kabla ya kilele cha maadhimisho hayo tutathmini mwenendo wa uhuru wa vyombo vya habari Tanzania. Kwa ujumla tu mwenendo wa uhuru wa vyombo vya habari Tanzania hauridhishi, unatisha, na tunalaani mwenendo unaoendelea hasa wa baadhi ya viongozi wa serikali, taasisi za umma na vyombo vya usalama kudhoofisha uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari hapa nchini. Katika kipindi cha miezi minne iliyopita tangu Januari, kuna jumla ya matukio 8 ambayo yako on record ya madhira dhidi ya waandishi wa habari na vyombo vya habari ambayo yamejitokeza katika mikoa ya Dar es Salaam, Manyara, Mbeya na Mwanza. Katika matukio haya waandishi wa habari 8 walikamatwa na jeshi la polisi, kuwekwa ndani na baadhi kunyang'anywa vifaa vyao vya kazi, na mmoja kupewa saa 24 kujieleza kuhusu matamshi yake aliyoyatoa katika mahojiano na chombo kimoja cha habari. Pia katika matukio haya chombo kimoja cha habari kimefungiwa kwa siku 90. Waandishi hawa waliachiwa kwa dhamana baada ya msaada wa kisheria uliotolewa na washirika wa CORI. Mpaka sasa tuna rekodi ya matukio 55 ya madhira ambayo yamerekodiwa kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Madhira hayo ni ya waandishi wa habari, vyombo vya habari na haki ya kupata taarifa, na yaliripotiwa mwishoni mwa mwaka 2025. Wakati kipindi hiki cha kati ya Januari hadi Aprili kuna rekodi ya madhira 8, kipindi kama hiki mwaka jana kuliripotiwa madhira 9. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba mambo hayabadiliki. Mwenendo wa hali ya uhuru wa vyombo vya habari kwa mwaka 2026 tunapoelekea kwenye kusherehekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari hapo Mei 3, 2026, mwenendo huu umekuwa sio unaotofautiana sana na mwaka jana, na unaashiria kuendelea kwa mazingira magumu kwa waandishi wa habari. Katika vyombo vya habari, wanahabari na vyombo vya habari bado wanakumbana na shinikizo la kisheria na kiutendaji, hali inayochochea kujidhibiti kwa maana ya self censorship na kudhoofisha uhuru wa kuripoti masuala ya msingi ya kitaifa. Nini madhara ya hali hiyo? Madhara yapo katika ujenzi wa demokrasia katika nchi yetu. CORI yenye wanachama 22 kwa maana ya taasisi 22 za kihabari na asasi za kiraia, tunasisitiza kuwa mwenendo huu una madhara makubwa kwa maendeleo ya demokrasia nchini, ikiwa ni pamoja na kudhoofisha uwajibikaji, kupunguza upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa wakati, kukuza hofu na kujidhibiti kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari, kudhoofisha michakato huru ya kisiasa na utawala bora. Itakumbuka kwamba kwa mujibu wa ripoti ya waandishi wa habari wasio na mipaka RSF, Tanzania iliendelea kupanda katika viwango vya kimataifa vya uhuru wa habari, ambapo ilikuwa nchi ya 95 kati ya nchi 180 kwa mwaka 2025 na ya 97 kwa mwaka 2024. Kwa kuendelea kutokea matukio haya kunaleta taswira hasi kwa taifa na kudhoofisha jitihada zinazofanywa na serikali na wadau mbalimbali katika kuhamasisha uhuru wa habari na wa kujieleza. CORI inaamini kuwa uhuru wa vyombo vya habari ni nguzo muhimu ya uwazi, ushiriki wa wananchi na utawala wa sheria katika jamii yoyote ya kidemokrasia. Kwa msingi huo, CORI inatoa wito kama ifuatavyo. Kwanza, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ihakikishe ulinzi wa wanahabari na kuheshimu kikamilifu uhuru wa vyombo vya habari. 3, vyombo vya dola viache vitendo vya vitisho, unyanyasaji na kuingilia kazi za wanahabari, hususan wanapofanya kazi zao za kihabari. 3, mamlaka za udhibiti zihakikishe sheria na kanuni zinatumika kwa haki bila kuathiri uhuru wa kujieleza. 4,
wadau wa habari na umma waendelee kutetea haki ya kupata taarifa kama msingi wa demokrasia. Mwisho, CORI inaamini kuwa bila uhuru wa vyombo vya habari hakuna demokrasia imara. Hivyo ni wajibu wa kila mdau kuhakikisha kuwa mazingira salama na huru kwa vyombo vya habari yanakuwepo ili kulinda haki za wananchi kwa mustakabali wa taifa letu. Tamko hili tunalitoa kwa niaba ya umoja wetu, umoja wa haki ya kupata taarifa CORI, ambao unawakilishwa na taasisi zifuatazo: Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF, Legal and Human Rights Center LHRC, Media Council of Tanzania MCT, Twaweza East Africa, Union of Tanzania Press Club UTPC, Tanzania Citizen Information Bureau TCIB, Police Forum, Jamii Africa, Tanzania Media Women Associations TAMWA, MISA Tanzania, Tanzania Human Rights Defenders Coalition THRDC, the Organization of Journalists Against Drug Abuse and Crimes ODEDACT, Tanzania Information Development Organization Community Radio Network TADIO, Media Owners Association of Tanzania MWAT, Tanganyika Law Society TLS, Sikika, Rural Journalists Association of Tanzania RUJAT, Journalists and Media Workers Union of Tanzania JOUTA, Tanzania Media Foundation TMF, Tech and Media Convergence TMC, Tanzania Media for Community Development TAMCODE na Divine Elite Attorneys. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama mtakuwa na maswali, mnakaribishwa. Tumepata ushuhuda wa mwenzetu pale, lakini tupo mbali tunayashughulikia, na hivi karibuni mnaona tulishughulikia na matukio katika miji mikubwa Mbeya, Arusha pamoja na Mwanza, na mnaona jinsi hali ilivyo. Wiki mbili zilizopita tulipata mkasa kama huu wa Arusha Mwanza. Mwandishi wa habari anakwenda kumfuatilia mtendaji wa serikali ya mtaa ambaye amekuwa tapeli, anatumiwa kwa utapeli. Badala aungwe mkono, kwanza ndio anashikwa na anawekwa ndani. Lakini sio madhila hayo tu. Tumekuwa na madhila ambayo kuna wakati mwingine yanagusa maeneo yote ya ufanyaji wa kazi zetu. Kwanza kwa kuondoa umakini, pili yanajenga hofu. Tumekuwa tukiwasaidia waandishi wa habari ambapo unamsaidia leo alafu kesho unamwambia kuna story akaandika na kwambia siendi. Anakwambia kabisa siendi. Na tumekuwa tukipambana wakati mwingine kuongea na vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya, jeshi la polisi. Tunafanya hizo engagement kwa kushirikiana na taasisi zote zinazounda umoja huu wa haki ya kupata taarifa, usiku na mchana linapotokea tukio lolote lile. Lakini tunaona matukio haya yanazidi kuongezeka. Japokuwa kumekuwa na wakati mwingine na level ya kuelewana vizuri, tunaongea na makamanda wa polisi wa mikoa, wanatusaidia, na watu wetu waandishi ambao wamepata madhila wanaweza wakapata ahueni, kwa mfano kupewa dhamana au tuhuma hizo kufutwa kabisa na kuendelea na shughuli zao. Lakini tunaamini inakuwa kama hisani. Sasa tunahitaji sheria kama mwenyekiti alivyozungumza hapa kwamba kwa sababu tume ya Chande imependekeza kilio kikubwa ni katiba, tunahitaji mwandishi wa habari aweze kulindwa mahususi kwa sheria na kwa katiba, kwa sababu katiba ndiyo sheria mama, itakuja itatengeneza sheria nyingine kama nchi nyingine. Ile ibara ya 15 ya 18 tunayotumia inatoa uhuru tu wa kukusanya na kusambaza taarifa, lakini ulinzi na bado inasema taarifa is not a news, si ndio? Sio habari. Lakini ukienda kwenye katiba ya Kenya wametumia neno nzuri sana, sio taarifa, neno press. Uhuru press. Ukienda ya Ghana wanatumia hivyo. Na hata kama katiba pendekezo iliyopita tulipambana sana ikaja ikaingia. Kwa hiyo ulinzi wa mwandishi wa habari inabidi sasa uje katika nadharia ya kikatiba na kuwe na sheria kabisa mahususi ambayo itawalinda waandishi wa habari. Na madhira haya yanayotokea yanarudisha nyuma uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza pamoja na haki ya kupata taarifa, kwa sababu mtu anapopata madhira leo hii hata saikolojia yake anakuwa hayupo kiutimamu hata wa kiakili. Na bado tunatoa wito sasa kushirikiana na wenzetu taasisi nyingine. Hawa waandishi wanaopata madhira
tunajitahidi sasa kuvuka hatua nyingine kwa kushirikiana katika CORI, hata kuwapa msaada wa kisaikolojia. Kuna msaada wa kimatibabu sisi kama CORI na kupitia wadau wetu wengine tunautoa. Kuna waandishi wanaathirika kimatibabu. Yupo mwandishi ambaye Dar es Salaam alishikwa akawekwa ndani, lakini bahati mbaya kumbe alikuwa kwenye maradhi ya kisukari, inafumuka zaidi, yuko akiwa ndani anashindwa kutumia dawa zake. Ina maana tatizo linakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo waandishi wamekuwa wakipata madhila kwa nafasi kubwa sana. Sasa kama CORI ndiyo jukumu letu kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, na tunajitahidi kufanya kazi kwa pamoja. Lakini kitu kingine tunawaomba vile vile waandishi wa habari wanapopata haya madhila wasiakalie kimya. Taasisi zetu za CORI sisi zote zipo, zinafahamika. Tuna wanachama 12 wanaounda umoja, 22 wanaounda huu umoja. Kwa hiyo ni wakati wa kuripoti. Ukipata yale madhila usikae nayo. Hakikisha kama kuna press club UTPC karipoti, kama kuna form ya kuijaza kupitia kwenye barua pepe au website ya MCT nenda. Kama unaweza ukafika kwa wakilishi wetu sisi wa MISATAN, tuna ofisi huko, unaweza nenda. Kama unaweza ukafika kwa TMF ukaripoti, yeye atashare kwenye pool yetu ili tuhakikishe mwandishi anakuwa salama. Tunasema uandishi wa habari sio adui wa serikali, bali ni mdau mkubwa wa kuleta maendeleo katika nchi, pamoja na kusema ukweli, kwa kufanya kazi bila vitisho, kiweredi, na kwa kufata maadili ya uandishi wa habari ambayo ndiyo msingi mkubwa. Mimi niishie hapo na niseme tu umoja wetu ndiyo nguvu yetu, na kesho kwenye maazimisho haya tutakuwa tuna mkutano wa pembeni mahususi kabisa ambao utazungumzia suala la ulinzi na usalama wa waandishi wa habari. Takwimu hizi ambazo mwenyekiti amezizungumza hapo, kutakuwa kuna presentations, mtaona ndani ya mwaka mmoja hali ikoje, mtaona tumenavigate vipi, tumefanya engagement vipi ya kusaidia, na tuta propose nini ili tuendelee kuwa salama wakati tukifanya kazi zetu. Kwa hiyo karibuni sana kwenye hiyo outbreak sessions ambayo itaongozwa na MISA, UTPC pamoja na MCT, lakini kuna watu wenzetu wa Legal Enrollment Center na wadau wengine wote. Ndugu zangu waandishi wa habari hasa wa Arusha, tunawakaribisha sana tuweze kuwa pamoja nasi. Asanteni sana. Sisi tumekuwa tukishirikiana pia na watu wa THRDC na kufikia madhila mbalimbali ya waandishi kwa hiyo wanapata msaada wa kisheria, na hili linaendelea mpaka leo hii, na hata ile la juzi la Karatu kwa pamoja kufuatilia. Lakini mwisho wa siku tunaona kwamba vyombo vya dola hasa polisi wamekuwa sugu, tunawasiliana nao, tunaongea nao, lakini bado business as usual. Sijui ni nini, lakini ukiongea na msemaji mkuu wa jeshi la polisi anaonekana yeye anaelewa, ila katika ngazi ya mikoani bado kuna shida ambayo tunafikiri CORI tunaweza tukaifanyia kazi, tuhakikisha kwamba sasa huko kutokuelewa kunatokana nini, kwa sababu inaelekea kama polisi wanaona raha sana kukamata waandishi, na wanapokamata mara moja wanatangaza, na siku hata wenyewe wana mitandao. Sasa hii hata kwa jamii inatufanya waandishi tuonekana kama ni watu ambao kwa kweli tuko prone kukamatwa tu kama wahalifu wa kawaida. Sasa waandishi wa habari sio wahalifu, na mimi nashangaa kwa sababu sasa hivi kuna jabu. Nilitegemea masuala ya kitaaluma ambayo anayashughulikia ni jabu. Polisi anahusika vipi? Kwa sababu mambo mengi ukiona waandishi wamekamatwa ni masuala ya kitaaluma, wala sio masuala ya uhalifu wa kawaida. Sisi mtu anapofanya uhalifu wa kawaida tunaenda kiuhalifu wa kawaida, lakini napokuja swala la taaluma tunafikiri kuna mambo yetu. Sasa CORI katika engagement hizi nafikiri tusisitize, tuhakikishe kwamba masuala ya kitaaluma yanashughulikiwa kitaaluma, masuala ya kiuhalifu yanashughulikiwa kiuhalifu kwa mujibu wa sheria yetu, lakini ya kitaaluma tuviachie vyombo. Sio polisi eti mtu amefanya interview wenyewe kwa sababu haikuridhisha kamata, hapana. Nafikiri inashusha mpaka hadi ya waandishi wa habari. Kwa hiyo mimi naomba nishukuru kwamba mashirikiano haya kati ya UTPC na taasisi nyingine za kihabari kwa kweli yanaleta matumaini kwamba mbele ya safari, hata sheria zenyewe hizi sasa hivi tulipoondoa ile sheria kwamba issue yoyote ya kitaaluma ni mhariri ndio anakuwa responsible. Sasa hata wewe mwenyewe utakuwa sio, lakini ni masuala ambayo lazima tuifanyie kazi ili mbele ya safari huko waandishi tufanye kazi kwa kujiamini kabisa.